Saleh Abdurrahman bin Juma. Wengine wanapenda kunita Sheikh Saleh, lakini sifa tu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nasema nianze moja kwa moja na mada au lengo tulilokusudia hapa. Nataka niende na uchaguzi au uchafuzi wa tarehe 28. Wenyewe wanaita uchaguzi wa mapema. Uchaguzi huu ulifanyika katika kituo cha kupiga kura Kujini. Kwa mujibu wa tume ya uchaguzi, ilituletea orodha ya watu 1321 ambao walikuwa ni wapiga kura ya mapema. Jambo ambalo mimi siamini kwamba tunayo idadi kubwa kama hiyo ya watu wenye sifa za upigaji kura wa mapema. Kilichoshuhudiwa kituoni, kituo kilifunguliwa mapema saa 1 asubuhi, tayari kituo kilikuwa kiwazi. Lakini walioingia pale walikuwa ni makada na vijana wa CCM waliovalishwa makoti kwa ajili ya kupiga kura. Kama haitoshi, kutoka ufunguzi wa kituo, mawakala wetu walilazimishwa kubakia nje kwa sababu barua walizopewa zilikuwa hazina muhuri wa tume. Kwa hivyo zoezi lilianza pasina kuwa na wakala katika kituturi cha kupigia kura. Hali kiendelea hivyo, na kwa kuwa idadi ya walioletwa kuja kupiga kura pale haiendani na idadi iliyomo katika orodha, matokeo yake walikuwa wanazungushwa wale wale kutoka kituturi kimoja kwenda kituturi cha pili kupiga kura. Baada ya muda wa kufunga kituo kufika, kama agizo lilivyotolewa na chama, mawakala walidai kuhesabiwa kwa kura, jambo ambalo walikataliwa katakata. Wakadai kuweka lakiri katika visanduku vya kupiga kura, hali kadhalika nalo likakataliwa vile vile, na wakaamuriwa kama wanataka kuweka lakiri waeke lakiri katika mifuko, jambo ambalo mimi niseme hata mtoto mdogo haliingia akilini. Na hatimaye masanduku yakaondoka pasi na kuhesabiwa kura yoyote. Hii ilikuwa ni tarehe 28. Asubuhi ya tarehe 29, baadhi ya vituo mawakala wetu walipofika, kura za 28 zilikushafunguliwa na kusasamurwa. Naomba msamehe kwa kauli hiyo. Kura za tarehe 28 zilikushafunguliwa. Kwa hivyo vile vile hawakupata kushuhudia kilichokuwemo katika sanduku la kupiga kura. 29 hiyo tukaenda na zoezi la pamoja. Zoezi la pamoja lilikwenda, niseme, kwa ubaya zaidi ya lile la 28. 29 vituo hali kadhalika vilifunguliwa mapema, mawakala wetu wakawamo vituoni, lakini mawakala walizuiliwa kuingia na kitu chochote kinachoweza kuwasaidia wao kuhifadhi kumbukumbu kama vile kalamu, simu au daftari. Wao waliingia kama ni watazamaji. Walichokabidhiwa ni orodha ya wapiga kura, orodha ambayo imebeba maskendo madude yasiyofahamika, yasiyoingia akilini. Kama msemaji wa awali alivyotangulia kusema, alikuwa anakuja mtu kupiga kura, anataja jina, mnaliona kwenye daftari la kupiga kura, lakini mawakala wakimwangalia hawajui huyu anatoka katika eneo gani la shehia. Na ukiangalia sura ya mpiga kura aliyekuja haiendani na picha iliyoko, kwa maana ya umri, ama umepanda au umeshuka. Daftari linaonyesha umri mdogo, mpiga kura umri mkubwa. Daftari linaonyesha umri mkubwa, mpiga kura ni umri mdogo. Lakini yumo katika daftari, na wakihoji kwamba huyu hajulikana, madamu amesajiliwa katika daftari, huna haki ya kumzuia, sisi atapiga kura. Na kweli walipiga kura. Lakini kama haitoshi, baada ya sala ya dhuhuri
kitahanani kiliendelea kuonekana katika vituo vya jimbo la Chonga. Tukianzia na kituo cha Ngomeni. Hichi ni kituo kidogo chenye wapiga kura wachache. Baada ya kutoka swala ya dhuhuri, nikapokea taarifa kwamba kituo cha Ngomeni wamepelekwa mapandikizi daina 2 kwa ajili ya kwenda kupiga kura. Na bahati mbaya zaidi zilikuwa zinasitokotiwa na magari ya vikosi. Wanaskotiwa kupelekwa, lakini pia wanaskotiwa katika muda wa zoezi, na wakimaliza zoezi gari za vikosi zinaondoka. Kwa hivyo wakapiga kura Ngomeni. Nikatoa tahadhari katika kituo cha Mgelema. Pia nikapata taarifa kwamba hao watu hivi sasa wapo kwenye foleni na wanapiga kura vile vile. Mgelema hiyo. Kama haitoshi, majira saa 9 au saa 8:30 kama hivi, nilikuwepo Chenyamjawiri, nikashuhudia daina kutoka Kilindi ikaja na watu kupiga kura katika kituo cha Chenyamjawiri, ambao si wapiga kura wa kituo cha Chenyamjawiri. Kabla sijaondoka, ikaingia minibus vile vile ikaleta wapiga kura waliokuwa si wapiga kura wa kituo cha Chenyamjawiri. Hali hii ilifanyika takriban vituo vyote vya jimbo la Chonga, ukiacha kwa mujibu wa taarifa nilizopokea na mawakala wangu, kituo cha Mabaoni na kituo cha Pujini Kuvini. Kwa mujibu wa wasaidizi wangu katika matawi, kuna jengo la mahakama linalojengwa Mabaoni. Hapa palikuwa ni kiota cha kuzalishia mapandikizi. Mapandikizi yalikusanywa hapo na yalikuwa yanachukuliwa kutembezwa sehemu baada ya sehemu kwa ajili ya kwenda kupiga kura. Baada ya zoezi la kupiga kura kukamilika, tulienda na uhesabuji kura. Kituo cha Pujini, kura zilihesabiwa kishaghala baghala na hakuna fomu iliyotoka. Kituo cha Mgelema, kura hazikuhesabiwa kabisa, na kwa usafiri ulichelewa kufuatwa watu wa Mgelema hata baada ya kushapiga kura muda wa kawaida. Taarifa nilizonazo kwamba waliendelea kupiga kura ndani ya kituo kile, pamoja na kituo kwamba kimefungwa tayari. Kipapo walikosa fomu za matokeo vile vile. Hii mheshimiwa, kimukhtasar ndio hali ilivyotokea ndani ya jimbo la Chonga.